Kuwait imesema kiwanda cha umeme na kutengeneza maji kimepigwa na shambulio la Iran. Nchi za Ghuba zinaendelea kukabiliwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi katika siku ya 35 vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mamlaka za Kuwait zimesema kiwanda hicho kilipigwa kabla ya saa 6 za mchana, na shambulio hilo lilitokea saa chache baada ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Min Al Hamad kulengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani asubuhi na mapema. Shirika la habari la serikali Kuna limesema shambulio hilo lilisababisha moto na kuna watu waliojeruhiwa. Mwandishi wa Al Jazeera Mark Trainer kiripoti kutoka mji mkuu Kuwait alisema hii ni mara ya 3 kiwanda cha kusafisha mafuta kikipigwa, na raia kote nchini wako katika tahadhari kubwa. Ni mojawapo ya viwanda vikubwa zaidi vya kusafisha mafuta katika Mashariki ya Kati. Kuwait ni nchi iliyo karibu zaidi na Iran. Ni kilomita 80 zinazotenganisha Kuwait na pwani ya Iran, hivyo labda ni nchi inayoweza kulengwa kwa urahisi zaidi na mashambulizi haya kutoka Iran. Katika chapisho lake la mapema kwenye X, Kuna ilionya kwamba mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani ya kihasama dhidi ya Kuwait yanaendelea. Ving'ora vililia wakati wa milipuko angani, huku mamlaka zikichukua hatua kuzuia makombora ya Iran. Kuwait na sehemu kubwa ya Ghuba zinategemea sana maji yanayotengenezwa. Raia wa India aliuawa tarehe 30 Machi baada ya kiwanda cha umeme na kutengeneza maji cha Kuwait kupigwa. Iran ilikanusha madai kwamba ilifanya mashambulizi yao na kuilaumu Israeli. Iran imelaani shambulio la Israeli kwenye kiwanda cha kutengeneza maji cha Kuwait. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limelaani kinachoitwa shambulio lisilo la kawaida na lisilo halali la Israeli dhidi ya viwanda vya umeme na kutengeneza maji nchini Kuwait. Katika hatua nyingine, mashambulizi ya Israeli yameua watu 4 nchini Lebanon, wakiwemo waumini wanaotoka msikitini baada ya sala ya Ijumaa. Mashambulizi ya Israeli yameua angalau watu 4 na kujeruhi wengine katika kusini na mashariki mwa Lebanon, kulingana na shirika la habari la taifa la Lebanon.